Taarifa hii inatokea katika kijiji cha Mbambua, kata ya Lembeni, wilayani Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Happiness Mguna, Global TV. Ni takribani ya miaka 5 na miezi kadhaa sasa imepita tangu Naomi Marinjani auawe na mume wake wa ndoa Hamisi Luango, anayefahamika kwa jina la maarufu kama Meshaki wa Dar es Salaam. Leo Machi 15, 2025, mabaki ya mwili wake umezikwa nyumbani kwao katika kijiji cha Mbambua, kata ya Lembeni, wilayani Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Marehemu ameacha mtoto mmoja wa kike, ambapo inadaiwa kuwa mwanamume huyo alianza kutekeleza tukio hilo la kumchoma moto kwa kutumia mkaa wenye moto mkali, huku marehemu huyo akiwa ndani ya shimo. Na baadaye alipomchoma, alikusanya masalia ya mwili na majivu katika shimo hilo, ndipo alisafiri moja kwa moja kwenda kuyazika masalia na majivu nyumbani kwao Mkuranga, mkoani Pwani, alikochimba shimo jingine shambani na kisha kuotesha migomba juu yake. Kaka wa marehemu, mdogo wa marehemu pamoja na ndugu zake wanafafanua zaidi. Udongo ndugu. Mwezi wa 5 ule tutafuta mpaka hapo tulipofika. Historia imeshaelezwa, ni ndefu, lakini kwa kifupi tu juhudi zote mpaka hapo tulipofika. Hapa tunapopumzika, tunapumzisha mwanetu, basi ndio sisi kama binadamu limeishia hapa. Haya mwingine tumwachie Mungu. Lakini kwa nini tunaumia sana Naomi kuondoka? Tunaumia kwa sababu kubwa mbili. Nyota ya Naomi imezimwa wakati bado tulikuwa tunahitaji. Na sababu ya pili, tunaamini Naomi hakustahili kuondoka kwa namna ambayo Meshaki aliamua iwe. Historia ya tukio nimeeleza kwa kirefu sana jana, leo nigusie machache ambayo sikuyazungumza jana. Hili tukio la mauaji ya Naomi lilitokea 2019. Kutokana na kuwapo jinai nyuma yake, tulizuiliwa kutangaza msiba na kumzika Naomi ili kupisha uchunguzi wa kipolisi na kusubiri kesi iishe. Tunamshukuru Mungu, mnamo tarehe 26 mwezi wa pili, Mahakama Kuu ilihitimisha kesi ya Naomi na kumtia hatiani mume wake kuhusika na mauaji ya Naomi. Tumesubiri kwa takriban miaka 5 na miezi 10 tukilia Naomi pasipo kumzika. Kwa lugha ya babu yake aliyempokea Naomi hapa kijijini, amesema yumkini 2019 haikuwa wakati sahihi wa kumpumzisha Naomi ni mwaka huu. Kwa kila mtaa unapokatiza unakuta kuna picha ya Naomi na tangazo inayomuelezea amepotea, na sasa anatafuta mtu, akimuona kuna donge nono ambalo litatolewa. Ni kama vitu fulani hivi tu vinapita. Binti huyu Naomi alikuwa muumini wangu mimi. Jana Dar es Salaam niliwaelezea mwanamke huyu Naomi Orest Majani ni mwanamke wa kwanza kanisa langu ambalo naliongoza pale Gesaulole kuninunulia viti vya plastiki kwa ajili ya watu waumini kukalia. Ni jambo dogo hilo. Tunishukuru pia polisi waliojitahidi kufanya utafiti mpaka akaonyesha mahali alipoweka mabaki ya Naomi huko Ruangwa kwenye shamba lake la migomba Mkuranga, ambao ni mkoa wa Pwani.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.